Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya Padre Charles Kitima kunena laana kutoka madhabahuni kwa wale wote walioandamana dhidi yake. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika nchi ambayo kukosoa mamlaka mara nyingi huambatana na wito wa polisi, vitisho vya kisheria na ukimya wa kulazimishwa, kauli iliyotolewa kanisani wakati wa maombolezo imegeuka kuwa kioo kinachoonyesha tofauti kali kati ya taasisi mbili zenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alisimama mbele ya waumini waliojaa huzuni ya kumpoteza Mariam Kesi na kueleza kwa utulivu, jambo ambalo kwa mazingira ya sasa ni la kushtua, kwani ndani ya kanisa Katoliki hata kiongozi wa juu kabisa anaweza kutuhumiwa na kufikishwa kwenye mchakato wa haki bila hofu, bila pingu na bila kelele za dola. Kauli hiyo ilionekana ya kawaida kwa waumini, lakini imebeba uzito mkubwa wa kisiasa katika taifa ambalo mifumo ya uwajibikaji wa madaraka imeendelea kudhoofishwa. Muktadha wa kauli hiyo ulikuwa misa ya kumwombea na kumwaga Mariam Kesi, aliyekuwa mwenyekiti wa CPT Taifa, na mkusanyiko uliowaleta pamoja waumini, viongozi wa kanisa na wadau mbalimbali. Lakini ndani ya ibada hiyo ujumbe uliotolewa haukubaki kuwa wa faraja pekee, ulibeba maelezo ya kina kuhusu utaratibu wa ndani wa kanisa Katoliki katika kushughulikia malalamiko ya migogoro, kuanzia ngazi ya chini kabisa hadi mamlaka ya juu ya Papa. Padre Kitima alisisitiza kuwa kanisa lifanye maamuzi ya kiholela, bali uendeshwe na sheria, kanuni na mlolongo wa uwajibikaji unaohakikisha kila muuni anasikilizwa. Na katika maelezo yake alibainisha kuwa hata kama mtu ana malalamiko mazito dhidi ya kiongozi wa kanisa, njia zipo wazi, zinazofahamika na zinazolindwa na utaratibu. Paroko, askofu na hatimaye Papa, wote wako ndani ya mfumo mmoja wa kisheria unaorudisha kila jambo kwenye msingi wa haki na taratibu. Hata malalamiko yanapofikishwa juu kabisa, bado hurudishwa kwenye kushughulikiwa kwa kufuata ngazi za chini, ishara kwamba mamlaka hayapo juu ya sheria. Ujumbe huu uliwasilisha kwa mafunzo ya nidhamu na taasisi za dini, lakini haukuepuka kusikika kama ukosoaji wa kimya kwa uhalisia wa uongozi wa kisiasa nchini Tanzania. Kwa miaka kadhaa, Tanzania imeshuhudia mabadiliko ya mwelekeo wa utawala wa sheria, kuanzia enzi za awali za mfumo wa chama kimoja ambapo sauti mbadala zilithibitiwa kwa kizingizio cha umoja wa taifa, hadi kipindi cha mageuzi ya kisiasa ya miaka ya 90 kilicholeta matumaini makubwa ya kidemokrasia, na nchi imekuwa kwenye mvutano wa kudumu kati ya mamlaka na haki. Hata hivyo, katika muongo uliopita kumekuwa na kurudi nyuma na kuonekana kama uhuru wa kiraia, uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kukosoa uongozi. Sheria za vyama vya siasa, marekebisho ya kisheria na matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya wapinzani na wanaharakati vimejenga mazingira ya hofu. Mikutano ya hadhara imezuia uchaguzi umechafuliwa na tuhuma za ukiukwaji, na sauti za upinzani zimekumbana na kesi zisizoisha. Na katika mazingira haya, kauli ya Padre Kitima kuhusu uwezekano wa kumtuhumu hata yeye mwenyewe ndani ya mfumo wa kanisa bila hofu inaonekana kama changamoto ya moja kwa moja kwa mfumo wa dola unaolinda viongozi mbadala. Na kanisa Katoliki nchini Tanzania lina historia ndefu ya kusimama kama sauti ya dhamiri ya jamii, na tangu kipindi cha ukoloni taasisi hii imehusika katika elimu, afya na utetezi wa haki za kijamii. Na baada ya uhuru, kanisa limeendelea kutoa waraka wa kauli zinazogusa masuala ya uchaguzi, ufisadi na uwajibikaji wa viongozi. Mamlaka ya kanisa haijatokana na silaha wala fedha, bali uaminifu wa waumini na msimamo wake wa kimaadili. Hilo ndilo linalofanya kauli kutoka madhabahuni zisikike mbali zaidi ya kuta za makanisa. Mariam Kesi, ambaye misa hiyo ilikuwa kwa heshima yake, aliwakilisha kizazi cha viongozi wa kanisa waliotumia nafasi zao kusukuma maadili ya uwajibikaji na huduma. Uongozi wake
katika ACPT Taifa ilihusishwa na juhudi za kuimarisha mafundisho ya kijamii ya kanisa yakisisitiza haki, uwazi na uwajibikaji, na kifo chake kiliwakutanisha watu wengi waliokuwa tayari kusikiliza, na ndipo ujumbe wa Padri Kitima ulipopata adhira pana na makini. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, mwelekeo wa kudhibiti sauti huru si wa Tanzania pekee. Nchi jirani zimekumbana na changamoto zinazofanana, ambapo serikali zimekuwa zikiongeza udhibiti dhidi ya vyombo vya habari na asasi za kiraia. Hata hivyo, tofauti inaonekana pale taasisi zisizo za serikali, hasa za kidini, zinapojaribu kulinda nafasi ya mjadala wa wazi. Kauli za viongozi wa dini zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na wakati mwingine zikikabiliwa na shinikizo la kisiasa. Kimataifa, taasisi za haki za binadamu zimeendelea kutoa taarifa zinazoonyesha wasiwasi kuhusu hali ya uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Ripoti zimegusia kukamatwa kwa wapinzani, kuzuiwa kwa mikutano na matumizi ya sheria kandamizi. Wafadhili na washirika wa maendeleo wamewahi kueleza mashaka yao, ingawa mara nyingi kwa lugha ya tahadhari inayolinda maslahi ya kidiplomasia. Na ndani ya muktadha huu, mfano wa kanisa Katoliki unaotolewa na Padri Kitima unaonekana kuwa mbadala wa kimaadili unaoonyesha kuwa mifumo ya uwajibikaji inawezekana bila kuvunja amani. Ujumbe wa kuheshimu taratibu, kutafuta haki kwa njia za amani na kuimarisha mshikamano uliotolewa kanisani una uzito mkubwa na unapowekwa sambamba na hali halisi ya kisiasa. Wakati kanisa likisisitiza kwamba hata malalamiko dhidi ya uongozi yashughulikiwe kwa njia za wazi na za kisheria, serikali imeonekana mara nyingi kuchukulia malalamiko kama uasi, na tofauti hii inafungua mjadala mpana kuhusu aina ya uongozi unaohitajika katika karne ya sasa. Uongozi unaoona ukosoaji kama sehemu ya kujenga, si tishio. Na kauli ya Padri Kitima haikuwa wito wa uasi wala hotuba ya kisiasa ya moja kwa moja. Ilikuwa maelezo utaratibu wa ndani wa taasisi za dini, lakini katika mazingira ambayo haki na uwajibikaji vimekuwa maneno matupu katika siasa. Maelezo hayo yanapata maana pana zaidi, yanageuka kuwa kioo kinacholazimisha jamii kujiuliza kimya kuhusu kiwango cha uwazi na haki katika uongozi wa kitaifa, na bila kuuliza maswali hadharani. Mustakabali wa Tanzania unategemea zaidi ya mipango ya maendeleo na miradi mikubwa. Unategemea uwezo wa taasisi zake kukubali kukosolewa, kusahihisha makosa na kuweka sheria juu ya watu. Ujumbe uliotolewa wakati wa maombolezo ya Mariam Kesi umeonyesha kuwa inawezekana kujenga mfumo na uruhusu malalamiko kufikishwa juu ya kabisa bila kuharibu mshikamano. Ukimya unaotokana na hofu au kutojali una hatari ya kuhalalisha mifumo inayozidi kujifunga. Na ikiwa kanisa linaweza kuendelea ama kuendesha taasisi yenye mamilioni ya waumini kwa misingi ya sheria na uwajibikaji, basi hoja kwamba taifa haliwezi kufanya hivyo inapoteza nguvu, na kile kinachobaki ni uamuzi wa kisiasa na ujasiri wa kimaadili. Bila ujasiri huo, Tanzania inaweza kuendelea kuishi katika hali ya utulivu wa juu, huku misingi ya haki ikidhoofika chini kwa chini. Kauli ya Padri Kitima imeacha alama isiyofutika, si kwa sababu ya sauti yake, bali kwa sababu imeonyesha kile kinachowezekana. Ukimya baada ya ujumbe huo utakuwa uchaguzi wenye matokeo yake kwa vizazi vijavyo. Ni hayo tuliokuandalia kutoka na ujumbe mkali kutoka kwa Padri Charles Kitima ambao umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.